Tulikuwa na shida hii ya banditry, hii ya uwizi ya mifuko kwa miaka 25. Hiyo sehemu ya Mkutane na sehemu ya Araba. Na katika hiyo hali watu waliweza kutoroka nyumbani kwa sababu ya hii shida ya uwizi ya ng'ombe. Kwa miaka 25 tuliweza kukaa chini kulingana na mwito ya rais wetu kwamba tumalize hii ukora ya uwizi. Na tulikaa chini kabila zote tatu, ya Elchamus, ya Endorais na ya Pokot. Tukaelewana vizuri na tumemaliza hiyo shida. Hata mchumbe Waziri Murkomen alikuja bunge na aliweza kutaja kwamba katika Baringo Kusini watu wameelewana na imekuwa eneo la bunge ambaye ni bora ya mbano bora katika Northern Rift. Wenda angalia kwa mambo ya bunge. So tulikaa vizuri na tulielewana. Tukasema turudi nyumbani sasa. Tukaanza kuchenga, watu wangu wakaanza kuchenga. Saa hii naongea na nyinyi, Elchamus wako kwa IDP camp upande hiyo ya Mkutane. Nimechengea shule inaitwa Murat Primary School, watoto wanasoma. Na hii shule ni temporary, hii mashule ya mapati tu. Kitambo wao wapate uwezo ya kuchenga manyumba zao. Nimeweza tena kuchengia Pokot, hiyo shule ya Laramuru, ndio watoto wao wasome. Nimechengia Tuken shule yao, na Endorais nimechengia shule yao. So nimechenga mashule 4 hiyo sehemu. Lakini tulishangaa wakati rais anaongea, tunakuwa na ibada ya kushukuru Mungu kwa sababu tumemaliza hii ukora ya uwizi ya ng'ombe katika Northern Rift kwa West Pokot. KFS, hii watu askari ya msitu wakavamia shule ya Laramuru na kufunja na kupomoa yote na kuchukua mapati na kila kitu, mpaka hata vitabu ya watoto, mpaka dawati ya watoto na wakapepa. Hiyo shule ya Laramuru wale watoto wako huko ni watoto wa Pokot. Na sasa sisi tumeelewana kabila tatu ambao wamekuwa wakipikana. Mnakuja kupomoa shule ya wale wengine na mnawacha shule ya hii kabila zingine. Na unajua watu wamekuwa wakipikana. Hiyo ni kusema nini? Ni kusema kwamba mnaambia Pokot kwamba hawahitajiki kwenda shule. Na hiyo ndio mwendo wa kwenda. Hiyo ndio mwelekeo. Ndiposa tulienda kama wachumbe wa Baringo pamoja na seneta wetu kwenda kuambia hawa poleni, tafadhalini msifanye jambo lolote, wachia sisi kama viongozi tutatue hii tatizo. Lakini watoto wenu waendelee, ingawa watakuwa wanasoma chini ya miti kwa sababu vitu vyao imepepwa, mapati yote imevunjwa, mpaka hata choo imevunjwa. Sasa tukaambia watoto poleni na wazazi poleni, wacha tuende tuongee na serikali. Na katika ya hali ya kuongea na serikali ndio tulishangaa hii kabila nyingine wanajiita wachumbe wanakuja kuongea, badala ya kuongea kuhusu mtoto ya Kenya, wanaongea kuhusu mtu binafsi. Ya kwamba mna target chief conservator, mnafanya nini kwa sababu sisi ni Kwani nataka kunieleza rais wakati alipatia nafasi conservator Markoko kutoka constituency yangu awe conservator, aliangalia yeye ni nao ndio walikuwa wanafanya interview. Yao wachumbe walikuwa wanafanya interview. Na hiyo ndio mwelekeo. So wataki Kikuyu au wataki Wakale, wataki nini, wanachunga mtu yao. So wao ni Wakenya kweli. Na walichakuliwa na communities na constituencies wao kuja wafanya mambo ya ukabila. Ndipo sana nasema hiyo ni upusi na ukinga ya zamani. Hiyo sio katiba. Jambo ambaye tunauliza, na mimi nauliza kama mchumbe wa Baringo Kusini, nataka watoto wa Laramuru wachengewe shule na wasome kama watoto ya Kenya. Hao watoto yao makabila, hii kabila ambao wamekuwa wakipikana kwa muda, hawana hata kipandi, hawana hata ile vitu ambaye natakikana ya shule. Hii ni watu tunajaribu kufunza waende shule, ndiposa tumalize hii mambo ya uwizi ya ng'ombe kabisa milele. Njia ya kupoteza hiyo na kukua wa Kenya ni kuchukua waende shule. Ndani hiyo ndio sauti ya rais amesema. Sasa hii nyingine ya kupomoa, unapomoa watoto hawa na unapomoa laini moja kati ya mashule 4, unapomoa moja. Kama ilikuwa ni mambo ya forestry, sungepomoa zote.
Sasa unapomoa moja, hiyo ni kusema nini? Unaonea hii kabila kwa nini? Unaonea watoto kwa nini? Ndipo nasema kuna watu, hii ni mwendo ya kufanya tena hao watu wangu wapikane. Na sitaruhusu tena hao watu wapikane. Maana kama wewe ni mzazi sasa na unaona mtoto wako aendi shule, kwa ukweli, kusema ukweli, utafikiria namna gani? Kama mtoto aendi shule ama mtoto anahangaika na kulikuwa na darasa, na ilishinda nini KFS kujadiliana na viongozi, sisi tukubaliane utaratibu ya kushika hii mambo. Na huko sio forest vile wanasema, watu wanasema ni forest. Hiyo ni miti ya zamani, au watu wamekuwa wakiishi hapo milele. Hiyo shule ilianzishwa 1984. Na hiyo sehemu wanaongea juu yake, kuna report hapa tunayo kubwa sana. Kuna report kubwa sana. Gavana ya Baringo aliweza kuongea kuhusu hiyo 2016. Hiyo mambo ya settlement ya hiyo mambo. Ndipo sasa sitaki kuingia. Petition, Mheshimiwa Chematia aliweka petition kwa bunge. Na bunge wametoa mwelekeo kwamba haikufuatwa utaratibu ya kukaseti. So imerudishwa nyuma. Kenya Land Commission nao kwa barua yao ya tarehe 30 March 2026 nao walikataa. Kenya Land Commission walikataa hiyo maneno. Sitaki sasa hii kuingilia hii maneno. Ile kitu nataka shule hiyo lijengwe. Na hii ukora hii hakuna mahali naenda, sheria siko kwa hii nchi. Hii ukora na hii ukora hii tunajua ni ukora. Hii ukora hii hakuna mahali naenda. Tutawafikia tu. Lakini saa hii tunataka mtoto ya Laramoru aweze kusaidiwa, asome vizuri na endelee kama mtoto yeyote katika Kenya hii. Kwa sababu kama tunapenda amani na kama tunashukuru hao makabila tatu wamekuwa wakipikana, kama tunashukuru, lazima watoto wao wasome shule. Kama tunapenda amani katika nchi, lazima watoto wa Laramoru wasome na wawe na madarasa mazuri kama wengine. So naomba wale waliopomoa KFS warudi waende wachenge. Na hakuna mahali mtaenda, wacha niwaeleze vizuri. Hakuna mahali mtaenda, mtazunguka tu and you will end up paying heavily over this because the constitution is very clear. So hakuna haja. Nataka watoto wasome. Nimeweza kuongea na waziri wa elimu, nimeongea na waziri ya usalama, nimeongea na waziri ya forest kuhusu hii mambo. Na nimeambia hao wote wakae chini, wakuje hiyo kazi irudi, watoto wasome. So nataka katika siku 14 wao wametatua hii tatizo. Maana wasipotatua hii tatizo, tutachukua hatua nyingine. Hatutamaliza hatua. Hatutamaliza hatua. Na mtu yeyote asione kama yeye is above the law. Hakuna yule ako juu ya sheria. Sheria ni sheria. Na usitishie. Ukiona tukinyamaza, si eti kwamba sisi ni pupu. Ni kwa sababu nataka amani kwa watu wangu. Na msiniletee mambo ya ukabila tafadhali. Watu wangu ninayo makabila sote katika Baringo Kusini na watu wanaishi kwa amani. Najua kuna ukora watu wanajaribu kufanya na kusunguka hii maofisi. Tafadhalini sana. Kila kitu irudi kwa raia. Na tusaidie rais wetu kwa mambo ya amani. Turudishe watoto kwa shule, tusaidiane. Asante.